بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 66 tukiingia katika kusoma afdhaliyatu sahih al-Bukhari ala sahih Muslimin. Lakini kabla hatujaenda mbele, turudi katika kurasa nambari 63. Nambari 63 tuje katika sehemu inayosema awwaluha musnadul asharati wama ma'ahu. Katika ile tamshi la wama ma'ahu tulisema na wale maswahaba wanaofungamana na hao maswahaba 10 waliobashiriwa pepo. Tamam? Tuliteleza pale, sio sahihi. Usahihi ni vipi? Awwaluha, musnadi wa kwanza, musnadul asharati ni musnad wa wale maswahaba 10 waliobashiriwa pepo. Wama ma'ahu, kwa maana wama na musnadi mwingine, ma'ahu unaofungamana na musnadi wa hao maswahaba 10 waliobashiriwa pepo. Kwa hii ma hapa umekusudiwa musnadi mwingine. Tamam? Kwa hiyo wama ma'ahu na musnadi mwingine unaofungamana na musnadi wa hao maswahaba 10 waliobashiriwa pepo. Kwa hiyo mtapaika sawa kwa tamam. Hakadha Sheikh anasema afdhaliyatu sahih al-Bukhari, kufadhilishwa sahih al-Bukhari ala sahih Muslimin, kuliko sahih Muslim. Ittafaqa al-ulama, wamekubaliana wanawazuoni rahimahumullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu awarehemu wote, ala anna asahha al-kitabi, wamekubaliana ala anna, juu ya kwamba asahha al-kitabi, kitabu kilichokuwa sahihi zaidi baada al-Qur'ani al-azizi, baada ya Qur'ani tukufu, as-sahihani ni sahihi mbili, al-Bukhari, sahih al-Bukhari, wa Muslimin, na sahih Muslim. Watalaqathuma al-ummatu bilqabul, na umma wa mtume wetu Muhammad umevipokea vitabu vile hivyo bilqabuli, kwa kabuli kubwa, kwa maana umma umevikubali na kuvipitisha kwamba vitabu hivi ndivyo vitabu vilivyokuwa sahihi kuliko vitabu vyote. Tamam? Hakadha. Wa kitabu al-Bukhari, na kitabu cha al-Imam al-Bukhari, asahhuhuma, ndicho sahihi zaidi kuliko sahihi Muslim. Wa aktharuhuma fawaida wa ma'arifin, na ndicho kitabu chenye faida nyingi kuliko kitabu cha Imam Muslim, wa ma'arifin, na maarifa mengi. Tamam? Kwa maana wa aktharuhuma fawaida, na ndicho kitabu chenye faida nyingi kuliko kitabu cha Imam Muslim, wa ma'arifin, na ndicho kitabu chenye maarifa mengi kuliko kitabu cha Imam Muslim, dhahiratan, kwa nje, wa ghamidatan, na kwa undani. Dhahiratan, kwa nje, wa ghamidatan, na kwa undani. Tamam? Zile faida na yale maarifa ya nje tutayaona sisi ambao tunaopewa mdogo wa elimu. Sawa? Na zile faida za ndani, faida nyeti, wataziona wale wanawazuoni wabobezi. Tamam? Ndio maana ya dhahiratan wa ghamidatan, kwa nje na kwa undani. Tamam? Hakadha. Waqad sahha, na hakika imeswihi, kwa maana imeswihi habari iliyopokelewa. Sawa? Waqad sahha, na imeswihi anna musliman, kwamba Imam Muslim kana yastafidu min al-Bukhari, alikuwa akipata faida kutoka kwa al-Imam al-Bukhari. Wa ya'tarif, na Imam Muslim alikuwa anakiri bi annahu, ya kwamba Imam Bukhari laysa lahu nadhirun, hana mfano fi ilmi al-hadithi, katika elimu ya hadithi. Tamam? Taban al-Imam Muslim alikuwa ni mwanafunzi wa al-Imam al-Bukhari, na alikuwa akimheshimu, na alikuwa akimbusu mikono yake, alikuwa akimbusu kichwa chake. Sawa? Hakadha. Na hata wengine wakasema lau kama si Imam Bukhari kutunga sahihul Bukhari, basi Imam Muslim pia asingetunga. Lakini baada ya Imam al-Bukhari kutunga sahihul Bukhari, Imam Muslim kwa kuwa ni mwanafunzi wa Imam al-Bukhari na alikuwa ni mwenye kuathirika na shekhe wake, basi naye pia ndo akatunga sahihu Muslim. Tamam? Kwa maana shekhe wake ndiye aliyempa muamko, naye akatunga sahihu Muslim. Tamam? Hakadha. Kwa hiyo
Hiyo ndiyo kauli ya ulama kwamba wamekubaliana wote kwamba kitabu ambacho ni sahihi baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Tamam, lakini Sahih al-Bukhari inafadhilishwa kuliko Sahih Muslim. Tamam. Na mimi maneno kama haya pia nimeona katika mukaddima wa al-Imam an-Nawawi kwenye sharh yake ya Sahih Muslim, ameandika maneno kama haya. Tamam, hakadha. Abu Daud, baada ya hapo Sheikh akaingia kutueleza kuhusiana al-Imam Abu Daud, akasema huwa Suleimanu, yeye ni Suleimani ibn al-Ash'ath, mtoto wa Ash'ath ibn Ishaqa ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amr ibn Imran al-Azdi, mwenye kufahamika kwa nisba ya al-Azdi as-Sajistani, na mwenye kufahamika pia kwa nisba ya as-Sajistani. Wulida, amezaliwa al-Imam Abu Daud sanata 200, amezaliwa mwaka 202 Hijria. Watuufia, na amefariki bilbasrati, katika mji wa Basra, li 14 baqiyat, kwa masiku 14 yaliyobakia, min Shawwal, katika mwezi wa Shawwal, sanata 75 wa 200, mwaka 275. Tamam. Masiku 14 yaliyobakia, kwa maana katika mwezi wa Shawwal al-Imam Daud alifariki mwezi ngapi? Alifariki mwezi 16, kwa maana tarehe 16 ndani ya Shawwal, ndani ya mwezi wa Shawwal, sababu masiku manne yaliyobakia katika Shawwal, kwa maana zimeshapita siku ngapi nyuma? Siku 16. Tamam, hakadha. Kwa hiyo al-Imam Abu Daud alifariki mwezi 16 katika mwezi wa Shawwal. Tamam, hakadha, au tarehe 16 ya Kiarabu katika mwezi wa Kiarabu wa Shawwal. Tamam, hakadha. Walahu kitabu sunani al-ma'rufi, na anacho kitabu cha sunan kinachofahamika bisunanu Abi Daud, kwa jina la sunanu Abi Daud. Wa huwa kitabun sharifun, nacho ni kitabu kitukufu. Qala anhu Abu Daud, amesema kuhusiana na kitabu hicho al-Imam Abu Daud, kwa maana yeye mwenyewe amesema, jamaatu fihi, nimekusanya katika kitabu changu hicho 4000 hadithin wa 800 hadithin, nimekusanya hadithi 4800. Dhakartu sahiha, nimetaja zile hadithi ambazo ni sahihi, wa ma yushbihuhu, na zenye kufanana na hadithi sahihi, wa yuqaribuhu, kwa maana wa ma yuqaribuhu, na zenye kukaribiana na hadithi sahihi. Tamam. Kwa hiyo anaposema wa ma yushbihuhu, ni kana kwamba anakusudia as-sahihu li ghairihi, as-sahihu li ghairihi, na anaposema wa ma yuqaribu, ni kana kwamba anakusudia al-hadithu al-hasan, hadith hasan. Tamam. Kwa hiyo ni kana kwamba anatuambia kwenye kitabu chake kuna al-hadithu as-sahihu, kuna hadith sahih, na kuna al-hadith as-sahihu li ghairihi, hadith man sahihu li ghairihi, na kuna al-hadithu al-hasan. Tamam, hakadha. Wa qala Ibn al-Qayyim, na amesema Ibn al-Qayyim, innahu, hakika yeye al-Imam Abu Daud, jamaa, amekusanya bihadha al-kitabi, kwenye kitabu hichi, shamila ahadith al-ahkam, shamila, amekusanya ahadith al-ahkam, hadithi za ahkam, kwa maana hadithi zenye kuelezea milango ya fiqh, masala ya swala, wakati wa swala, zaka. Tamam, hakadha. Warattabaha ahsana tartibin, na amekipangilia kitabu chake hicho ahsana tartibin, kwa mpangilio mzuri. Wanadhamaha ahsana nidhamin, na amekiweka katika mpangilio mzuri au taratibu mzuri. Mantiqaiha ahsana intiqain. Tamam. Kwa maana mantiqaiha, pamoja na kuchagua hizo hadithi za ahkam, ahsana intiqain, chaguo zuri. Tamam. Kwa maana amechagua zile hadithi za ahkam ambazo zimebeba mambo mengi na zimekusanya vitu vingi, sawa, kiasi zinaweza kumtosheleza mtu katika upande wa ahkam. Tamam. Wa itrahihi minha, akikusudia wa ma'ahtirahihi, pamoja na kuondosha, wa ma'ahtirahihi, pamoja na kuondosha kwake, minha, katika hizo hadithi za ahkam, ahadith al-majruhin, hadithi za waliojeruhiwa, hadithi za waliojeruhiwa. Waliojeruhiwa sio kwa maana walioumizwa wakati wa majeraha, hapana, ni wale watu ambao ulama wa hadithi wamehukumu kwamba nini, mapokezi ya hadithi zao hazikubaliki au hayakubaliki. Tamam.
ndio wanaitwa al-majruhin. Al-majruhin ni wale watu ambao mapokezi ya hadithi zao hayakubaliki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya zile sifa ambazo walikuwa nazo, sawa, na ulama wakahukumu kwamba fulani majruhun, sawa, fulani ni mwenye kuhukumiwa kwa sifa fulani, mfano wake kama layyinul hadith, sawa sawa, au mukhtalit, sawa, hakadha. Kuna fani maalum katika upande wa mustalah, katika upande wa elimu ya hadithi inaitwa al-jarh wa at-ta'dil. Al-jarh wa at-ta'dil, al-jarh wa at-ta'dil, hii ni fani ambayo ndani yake mtu unasoma matamshi na zile sifa sana, namna ya wanazuoni walivyokuwa wakiwa hukumu kwamba wakina fulani ni waadilifu na fulani sio waadilifu. Sasa hao ambao si waadilifu ndio al-majruhin. Sasa waliojeruhiwa, hiyo kujeruhiwa ni lugha yetu sisi hapa ya Kiswahili, lakini wao ulama wanafahamu kama al-majruhina, kwa maana wale watu ambao wamesifiwa kwa sifa ambazo zimewaondoshea kukubaliwa hadithi zao, sawa, na zikapelekea hadithi zao kuhukumiwa kwa ni dhaifu. Tamam, hakadha. Kwa wama tirahihi, pamoja na kuondosha kwake al-Imam Muslim, al-Imam Abu Daud, tamam, al-Imam Abu Daud, minha, katika hizo hadithi za ahkam, ahadith al-majruhin, kuondosha hadithi za watu waliojeruhiwa, wadhuafa, na watu madhaifu. Tamam, kwa maana amejitahidi sana katika kitabu chake zisiwepo hadithi za watu kama hao. Mafhum? Hakadha. At-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi huwa Abu Isa, yeye anafahamika kama Abu Isa Muhammad, mwenyewe jina lake ni Muhammad ibn Isa ibn Surati ibn Musa ibn al-Dhahak ibn al-Dhihak as-Sulami, na mwenye kufahamika kwa nasabu ya au nisba ya as-Sulami. Tamam, na mwenye kufahamika kwa nisba au nasabu ya as-Sulami. Ulida sanata 9 wa 200, amezaliwa mwaka 209 Hijiria, watuufia, na amefariki fi Tirmidh, katika kitongoji cha Tirmidh, lailatul ithnaini, usiku wa kuamkia Jumatatu, kwa maana usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu, athalith ashara, mwezi 13, min shahri Rajab, katika mwezi wa Rajab, sanata 79 wa 200, sanata 79 wa 200, mwaka 279, kwa maana amefariki akiwa na miaka mingapi? Akiwa na miaka 70. Tamam, hakadha. Wala hu kitabu, na anacho kitabu Jami'u Tirmidhi, kiitwacho Jami'u Tirmidhi, wa huwa alkitabu alladhi, na hicho wa huwa, na hicho alkitabu alladhi, ndio kitabu ambacho au ndicho kitabu ambacho asbaha, amekuwa bihi, kupitia kitabu hicho, at-Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi, imaman fil hadith, na hicho ndicho kitabu ambacho alikuwa au amekuwa al-Imam Tirmidhi imaman fil hadith, amekuwa ni mwenye kuzingatiwa kuwa ni imamu katika hadithi, kwa maana ule imamu wake katika hadithi ulizingatiwa kupitia kitabu chake hichi cha Jami'u at-Tirmidhi. Tamam, hakadha. Wa huwa, na kitabu hicho, ashharu kutubihi, ni miongoni mwa vitabu vyake vinavyofahamika zaidi. Wa huwa ashharu kutubihi, wa huwa, na hicho kitabu cha Jami'u Tirmidhi, ashharu kutubihi, ndicho kitabu kinachofahamika zaidi kuliko vitabu vyake vyote. Wa ajalluha, na ndiyo kitabu kitukufu zaidi kuliko vitabu vyake vyote. Tamam, na kweli kitabu cha Imam at-Tirmidhi ni aslun min usuli ash-shari'ati al-muhammadiyya, aslun min usuli ash-shari'ati al-muhammadiyya, ni msingi mkubwa sana, yani aslun adhimun min usuli ash-shari'ati al-muhammadiyya, ni msingi mkubwa katika misingi ya sheria ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam, hilo linathibiti kwa kila ambaye ametazama kitabu kile na akafaidika nacho. Ni kitabu ambacho amekitunga katika uslubi mzuri sana, analeta hadithi na analeta pia kauli za ulama na ijma na khilafu zao. Tamam, hakadha, tena kupitia miji mbalimbali, anasema mji kadhaa anasema hivi, sehemu kadhaa imam kadhaa anasema hivi. Tamam, kwa ni aslun adhimun min usuli shari'ati al-muhammadiyya. Wa yusamma Jami'u Tirmidhi, na kinaitwa pia Jami'u Tirmidhi, wa Sunanu Tirmidhi, na kinaitwa pia Sunanu at-Tirmidhi.
Wasamahu al-Hakim, na amekiita al-Imam Hakim Abu Abdullah, ambaye mwenyewe ni Abu Abdullah. Wal Khatib al-Baghdadi, na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi al-Jami'u as-Sahih lit-Tirmidhi, wamekiita wawili hawa al-Jami'u as-Sahih lit-Tirmidhi, kwa maana kitabu kilichokusanya hadithi sahihi lit-Tirmidhi cha al-Imam at-Tirmidhi, au Sahih at-Tirmidhi, au wamekiita wawili hawa as-Sahih at-Tirmidhi, wamekiita Sahih at-Tirmidhi. Tamam, hakadha niliwaambia mwanzo kwamba haya matamshi ambayo yako ndani ya mabano hayaathiriki na zile athari za kiirab. Tamam, kwa hiyo maana unaona sehemu zote tunarufaisha. Sasa tunayarufaisha, hatuyatii nasbu, sababu hapo kwenye wayusamma ilibidi iwe ni Jami' at-Tirmidhi, lakini kwa kuwa iko ndani ya mabano, ndani ya kausaini, itabaki kwa nini? Itabaki kwa ni Jami'u at-Tirmidhi. Sawa, lakini pia hapa mbele wasamahu al-Hakim Abu Abdullah wal Khatib al-Baghdadi, ilibidi kama hakuna kausaini tuseme nini? Al-Jami'a as-Sahiha, lakini kwa kuwa kuna kausaini nasemaje? Al-Jami'u as-Sahih li-Tirmidhi au Sahih at-Tirmidhi. Tamam, hakadha. Waqad wasafa at-Tirmidhi, na hakika al-Imam at-Tirmidhi amekisifia kitabu chake, wasamahu, na amekiita bis-Sahih, wasamahu, na amekiita bis-Sahih, amekiita kwa ni kitabu kilichokusanya hadithi sahihi. Tamam, hakadha. Qala al-Majd ibn al-Athir, amesema al-Majd ibn al-Athir, wa hadha kitabuhu as-Sahih, na hichi kitabu chake Imam Tirmidhi as-Sahih kilichokusanya hadithi sahihi, ahsanul kutub, ni miongoni mwa vitabu vizuri, wa aktharuha faidatan, na ni miongoni mwa vitabu vyenye faida nyingi, wa ahsanuha tartiban, na miongoni mwa vitabu vilivyopangiliwa vizuri, wa aqalluha taqraran, na ni miongoni mwa vitabu ambavyo hadithi zake hazijarudiwa. Tamam, hakadha. Wa fihi, na ndani ya kitabu hichi, ma laysa fi ghairihi, kuna yale ambayo laysa fi ghairihi, hayapo kwenye vitabu vingine, min dhikri almadhahib, ambayo ni kutaja madhahib, maana kutaja kauli za ulama, wa wujuhi alistidlal, na kutaja namna za kutoa dalili, wa tabyin anwa'i alhadith, na kubainisha aina za hadithi, min as-sahihi, aina ambazo ni sahihi, wal hasan, na hasan, wal gharib, na gharib. Wa fihi, na ndani kitabu hichi, jarhun wa ta'dilun, kuna ile fani niliyoambia nini? Jarhun wa ta'dilun, kuna fani ya kuwa pambanua watu na kubainisha sifa zao na hali zao, sawa sawa, na watu wao ni watu gani? Wale watu waliohusika katika kukusanya na kupokea hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarhun ni kule kujeruhiwa mtu, kusifiwa kwamba huyu bwana layyinul hadith au kadhabun au dajjalun au wadha'un. Tamam, hakadha. Na ta'dilun ni kule kusifiwa kwa uadilifu, sawa, kusifiwa kwa uadilifu, kusema kwamba huyu ni thiqatun au hafidhun, tamam, au qawiyul hadith wa halumma jarra, na sifa nyinginezo. Tamam, hakadha. Kwa wafi, na ndani ya kitabu cha al-Imam Tirmidhi jarhun wa ta'dilun, kuna fani ya jarhun wa ta'dilun. An-Nasa'i huwa Abu Abdurrahman, yeye ni Abu Abdurrahman Ahmad, jina lake hasa ni Ahmad ibn Shuaib ibn Ali ibn Bahr ibn Sinani An-Nasa'i, mwenye kufahamika kwa nisba ya An-Nasa'i. Wulida, amezaliwa sanata 25 wa 200, amezaliwa mwaka 225 hijiria. Wa mata bi Makkah, na akafariki katika mji wa Makkah sanata 300 mwaka 303 hijiria. Wa huwa, naye huyo al-Imam An-Nasa'i madfunun biha, ni mwenye kuzikwa katika huo mji wa Makkah, kwa maana amezikwa katika mji wa Makkah. Wa huwa, na Imam An-Nasa'i madfunun biha, amezikwa katika huo mji wa Makkah. Walahu kitabu sunani al-ma'ruf, na anacho kitabu cha sunan kinachofahamika bi Sunanun Nasa'i, kwa jina la Sunanun Nasa'i. Wa kitabu sunani hadha, na hichi kitabu cha sunan cha al-Imam An-Nasa'i murattabun ala al-abwab al-fiqhiyyah, kimepangiliwa katika utaratibu wa milango ya kifiqhi, kama qiyat sunan al-ukhra, kama sunan nyingine. Tamam, kama sunan nyingine. Ujue katika vitabu vya hadithi kuna aina za vitabu, Ukisikia al-Musnad kama tulivyosoma kule nyuma, si ndio? Ni kitabu ambacho
ndani yake kuna hadithi za maswahaba, kwa maana anatajwa sahaba fulani, mfano Abu Huraira, kisha chini zinaletwa hadithi zake zote alizozipokea ambazo mpokezi amefanikiwa kuzipokea. Atatajwa Umar ibn al-Khattab, kisha chini zinakuja hadithi alizozipokea. Kutatajwa Abu Bakar as-Siddiq. Hiyo ni musnad. Lakini pia kuna al-mu'jam. Mu'jam ni yule mtunzi anaandika hadithi alizozipokea kwa mashekhe zake. Tamam? Mfano wake atasema shekhe fulani nimepokea kwake hadithi kadhaa, anazitaja chini. Tamam? Sawa hivyo. Kisha as-sunan ni vitabu ambavyo ndani yake kuna milango ya fiqhi. Utakuta babu tahara, babu al-adhan, yani kama vile unavyoona katika Umdat al-Ahkam, au katika Bulughul Maram. Hivyo ndio vinaitwa as-sunan. Tutakuja kuvisoma katika kitabu ambacho kinakuja, mtakuja kuona zaidi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo kabaqiyati sunan al-ukhra, kama sunan nyingine. Wa qad daqqaqa an-Nasa'i, na hakika alitumia uhodari al-Imam an-Nasa'i ghayat at-tadqiq, upewa uhodari fi ta'lifi sunanihi as-sughra, katika kutunga sunani yake sughra. Tamam, katika kutunga sunani yake as-sughra. Famin thamma, na kutokea hapa sasa, na kutokea hapo, qala al-ulama, wakasema ulama, inna darajata sunani as-sughra ba'da as-sahihayn. Wakasemaje ulama? Inna darajata sunani as-sughra, hakika daraja ya sunani as-sughra ya al-Imam an-Nasa'i baada as-sahihayn, daraja yake ipo baada ya sahihi mbili. Kwa maana gani? Kwa maana baada ya sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim inafuata sunani as-sughra, inafuata sunani as-sughra ya Imam an-Nasa'i. Tamam, hakadha. Liannaha, kwa sababu hiyo sunani as-sughra, hiyo ni kwenye sughra ni muannath. Tamam, ni muannath. Mafhumu hapo? Kwa liannaha, kwa sababu hiyo sunani as-sughra aqallu sunani ba'dahuma dha'ifan, ni sunan yenye hadithi dhaifu chache. Sawa, ni sunan yenye hadithi dhaifu ambazo ni chache. Sawa, hakadha. Kwa liannaha, kwa sababu hiyo sunani as-sughra Imam Nasai aqallu sunani ba'dahuma, aqallu sunani ni sunan yenye hadithi chache, ba'dahuma, baada ya as-sahihain dha'ifan. Sasa ni sunan yenye hadithi chache ambazo ni dhaifu baada ya as-sahihain. Tamam, hakadha. Wa fi sunan an-Nasa'i as-sughra, na katika sunan an-Nasa'i as-sughra as-sahihu. Tamam, wa fi sunan an-Nasa'i as-sughra, na kwenye kitabu cha sunan an-Nasa'i as-sughra as-sahihu, kwa maana kuna hadithi ambazo ni sahih, wal hasan, na kuna hadithi ambazo ni hasan, wal dhaifu, na kuna hadithi ambazo ni dhaif, walakinahu, lakini hizo hadithi dhaifu, qalilun, ni chache mno. Tamam, ni chache mno. Ibn Majah, baada ya kumaliza kumwelezea al-Imam an-Nasa'i, Sheikh akaingia kutueleza kuhusiana al-Imam Ibn Majah. Anasema huwa al-Imam al-Muhaddith, yani Imam Muhaddith Abu Abdullah, aliyefahamika kama Abu Abdullah Muhammad, yeye mwenyewe ni Muhammad ibn Yazid ibn Majah ar-Rabi'i, Ibn Majah ar-Rabi'i al-Qazwini, aliyefahamika kwa nisba ya ar-Rabi'i, na aliyefahamika pia kwa nisba ya al-Qazwini. Sasa al-Qazwini, anasema nusiba ila iqlimi Qazwini, nusiba, amenasibishwa al-Imam Ibn Majah ila iqlimi, katika kitongoji Qazwini cha Qazwini. Lianna, kwa sababu bihi, katika kitongoji hicho, maulidahu, ndipo kuzaliwa kwake, wa nash'atahu, na ndipo kukulia kwake, kwa maana ndiyo sehemu aliyozaliwa na ndiyo sehemu aliyokulia. Tamam, kwa lianna bihi maulidahu, kwa maana lianna maulidahu wa nash'atahu bihi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo nusiba, amenasibishwa al-Imam Ibn Majah ila iqlimi Qazwin, amenasibishwa kwenye kitongoji cha Qazwin. Lianna bihi, kwa sababu katika kitongoji hicho, lianna, kwa sababu bihi, katika kitongoji hicho, maulidahu, ndiyo kuzaliwa kwake, wa nash'ata, na ndiyo kukulia kwake, kwa maana amezaliwa kwenye kitongoji hicho na amekulia kwenye kitongoji hicho. Ulida sanata 9 wa 200, amezaliwa mwaka 209. Watuufia, na amefariki sanata 73 wa 200.
amefariki mwaka 273 hijiria. Walahu kitabu sunanu, na ana kitabu cha sunan, wa fihi as-sahihu wal hasanu wal dhaif, na kwenye kitabu chake hicho kuna hadithi ambazo ni sahihi na kuna hadithi ambazo ni hasan na kuna hadithi ambazo ni dhaif. Wa qad taqallama ba'd al-ulama fi al-ahadith, na hakika walizungumza baadhi ya wanawazuoni fi al-ahadithi katika hadithi allati ambazo kwamba infarada biha an ghairihi. Infarada kwa maana infarada al-Imam Ibn Majah, alipwekeka al-Imam Ibn Majah min biha, sio infarada biha kwa maana infarada al-Imam Ibn Majah, alipwekeka al-Imam Ibn Majah biha, kwa kuzipokea hadithi hizo, an ghairihi, kwa kutokupokelewa na yoyote, min al-kutubi sittati, katika nini, vile vitabu sita. Tamam, min al-kutubi sittati, katika vile vitabu ngapi? Vitabu sita. Wa huwa qaulun mu'tarad, nayo ni kauli yenye pingamizi, kwa maana si watu wote walikubali, wengine waliipinga. Tamam, hakadha. Na ukisikia kauli ya kwamba waqad takallama, kwa maana walitoa maneno ya kuzipinga baadhi ya hadithi, kusema hizi hazifai kabisa, sawa. Lakini Sheikh asemaje? Wa huwa qaulun mu'tarad, hiyo ni kauli yenye pingamizi, kwa maana si wote walikubali kwamba kuna hadithi ndani ya Sunan Ibn Majah azikubaliki kabisa, hapana, sawa sawa. Faulai al-a'immatu hum ashabu ashhari al-kutubi al-mudawwanati fi ilmi al-hadith. Fahaulai al-a'immatu, bas hawa maimamu, hum wao ashabu ashhari al-kutubi al-mudawwana, ndio wenye vitabu maarufu vilivyotungwa. Hum ashabu ashhari al-kutubi, wao ndio wenye vitabu maarufu al-mudawwana, vilivyotungwa fi ilmi al-hadithi, katika elimu ya hadithi. Tamam. Na unaposikia al-kutubu sita, maana yake ni sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim na sahihu na sunan Abu Daud, sunan Abi Daud, tamam, na sunan Abi Daud na sunan at-Tirmidhi na sunan an-Nasa'i na sunan Ibn Majah. Sawa, kwa unaposikia al-kutubu sita, basi ujue vinakusudia vitabu gani? Vitabu hivi, sawa, vinakusudia vitabu hivi. Cha kwanza sahihu al-Bukhari, cha pili sahihu Muslim, sawa, cha tatu sunan Abi Daud, cha nne sunan at-Tirmidhi, cha tano sunan an-Nasa'i, cha sita sunan Ibn Majah. Tamam, hivyo ndo al-kutubu as-sita, sawa. Na mwanzo vilikuwa vinaitwa al-usulul khamsatu, sawa, vilikuwa vinaitwa nini? Al-usulu al-khamsatu. Mafumu jamani hapo? Kwa nini? Kwa sababu al-Imam Ibn Majah yeye alichelewa. Angalia mwaka aliozaliwa, kazaliwa mwaka 209, sawa sawa. Lakini vipi alichelewa katika nini? Kukusanya kitabu chake. Alikuja kukusanya kitabu cha Sunan Ibn Majah wakati ambapo hivi vitabu vitano vya nyuma vimeshapata umaarufu mkubwa na vimefahamika kwa wanazuoni, kwa watu wengi ulimwenguni, mpaka wakawa wanavita al-usulul khamsa, sawa. Kisha baadaye sasa ndo wakaja kukiongezea na kitabu cha al-Imam Ibn Majah, sawa sawa, vikawa vinaitwa al-kutubu as-sittatu. Mafumu hapo? Na al-kutubu as-sittatu pia kuna khilaf baina al-ulama, kuna tofauti kati ya ulama. Na ulama tunazungumzia hapa ni ahlul maghrib na ahlul mashriq. Ahlul maghrib na kusudia sana watu wa Morocco kule, sawa. Hawa watu wa magharibi, sawa, ambao ni wanazuoni wa magharibi, ambao wao sana madhehebu yao ni madhhabu ya Imam Maliki. Wao wanaposema al-kutubu sittatu, yahdhifuna sunan Ibn Majah, wanaiondosha sunan Ibn Majah, kisha wanaingiza muwatta. Wanaingiza muwatta. Kwa hiyo wao ulamaul maghrib ambao madhehebu yao hasa ni madhhabi ya Imam Malik, wanaposema al-kutubu sita wanakusudia nini? Wanakusudia al-muwatta ya Imam Malik, pia wanakusudia sahihu al-Bukhari
pia wanakusudia Sahih Muslim, pia wanakusudia Sunan at-Tirmidhi, sawa, pia wanakusudia Sunan an-Nasa'i na Sunan Abi Daud. Yahdhifuna Sunan Ibn Majah, wanaondosha Sunan Ibn Majah. Tamam, hakadha. Na ulama al-Maghrib ambao ndio kama vile Misri, Hijazi, Saudia, sasa Yaman, sawa, wanaposema al-kutubu sita yahdhifuna Muwatta, sawa, wa yudkhilun Sunan Ibn Majah, wanaondosha Muwatta kisha wanaingiza Sunan Ibn Majah. Tamam, na ndio mustala ambao unafahamika zaidi, kiasi kwamba kusema al-kutubu sita vinafahamika ni hivi, Muwatta haifahamiki katika al-kutubu sita. Lakini ulama al-Maghrib wao unaposema al-kutubu sita wanaondosha Muwatta, wanaondosha Sunan Ibn Majah kisha wanatia Muwatta. Tamam, hakadha. Kwa kuna khilafu hapo. Kwa unapoenda upande wa magharibi ukisikia al-kutubu sita, basi ujue Ibn Majah imeondoshwa na imeingizwa Muwatta, sawa. Na ukija upande wa magharibi huku, sawa, upande wa mashariki, tamam, upande wa mashariki maana East Africa hii, Hijazi, sasa Somalia, Yaman, Saudi Arabia, Misri, Lebanon, kote huko unaposema al-kutubu sita kwa maana inaingia Ibn Majah na Muwatta natolewa. Tamam, hakadha. Na kwa nini sasa ulama wa al-mashriq wameondosha Muwatta? Kwa sababu gani? Anasema Muwatta daraja yake ni ya juu zaidi, haifai kuchanganywa na vitabu hivi sita vilivyokuja baada yake. Tamam, haimaanishi kwamba wamekidharau kitabu cha Muwatta, hapana. Lakini vipi? Wanasema Muwatta daraja yake ni kubwa, kwa maana ni kitabu ambacho kimetangulia, kitabu ambacho kina daraja yake kina daraja ya kipekee, hakifai kukusanywa na nini, na hichi kitabu kilichokuja na, yani hakifai kukusanywa na hivi vitabu vilivyokuja baada yake. Tamam, hakadha. Kwa inabidi ufahamu hilo, wa hadhihi alkutubu, na hivyo vitabu ambavyo ni mashuhuri katika elimu ya hadithi, hiya al-Muwatta, ni kitabu cha Muwatta. Kwa maana huu ni mwendelezo wa maneno ya nyuma. Maneno gani? Fa haulai al-a'immatu hum ashabu ashhari al-kutubi al-mudawwanati fi ilmi al-hadithi wa hadhihi al-kutubu, na hivyo vitabu maarufu vilivyotua katika elimu ya hadithi, hiya al-Muwatta, ni kitabu cha Muwatta, wa musnadu Ahmada, na musnadi wa Imam Ahmad, wal kutubu sittatu, na vitabu sita, allati, ambavyo hiya navyo Sahihu al-Bukhari wa Sahihu Muslimin wa Sunan Abi Daud wa Tirmidhi, kwa maana wa Sunan at-Tirmidhi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah, kwa maana wa Sunan an-Nasa'i wa Sunan Ibn Majah. Tamam, hakadha. وقد يرى اصطلاح المحدثين على إطلاق لفظ الكتب الستة عليها. وقد يرى اصطلاح، نحكي يمepita اصطلاح kwa maana yamepita kanuni, المحدثين ya wanawazuoni wa hadithi, ala itlaqi, juu ya kulitumia lafdhi al-kutubi sita, tamshi la kutubi sita, alaiha, juu ya vitabu hivi. Vitabu gani? Sahihu al-Bukhari wa Sahihu Muslim wa Sunan Abi Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Majah. Tamam, kwa naposema al-kutubu sita vinakusudiwa hivi, lakini nikasema vipi katika upande wa ulama wa al-mashriq, sawa sawa. Lakini upande wa maghrib wao al-kutubu sita wanaondosha Ibn Majah na tia Muwatta. Tamam, hakadha. Lakini pia tunapokea kauli ya mmoja katika wanazuoni, as-Sayyid Usama ibn Sa'id Mansi, as-Sayyid Usama ibn Sa'id Mansi, mwanachuoni mkubwa wa madhhabu ya Maliki aliyekuwepo Makka, sawa sawa, ambaye ni miongoni mwa wanafunzi wa Sayyid Muhammad ibn Sayyid Ali al-Maliki. Anasemaje? Anasema laisa fil kutubi as-sab'ati hadithun mardudun wa in kana dha'ifa. Laisa fil kutubi as-sab'ati hadithun mardudun wa in kana dha'ifa, hakuna katika vitabu saba hadithi yoyote yenye kurejeshwa, wa in kana dha'ifan, hata kama hadithi hiyo ikiwa ni dhaifu. Sasa anaposema al-kutubu as-sab'a anakusudia vitabu gani? Anakusudia vitabu hivi sita,
lakini pia anakusudia na Sahih ibn Hibban, Sahih ibn Hibban, Sahih ibn Hibban, Sahih ya Ibn Hibban. Tamam. Baadhi ya ulama wanaiongezea Sahih ibn Hibbani kwenye al-kutubu sittatu, kisha wanaviita nini? Wanaviita al-kutubu sab'atu. Tamam. Sasa tunapokusanya hivi vitabu sita na tukakiusanya pia kitabu gani cha Sahih, kitabu cha Sahih ibn Hibban vikawa 7, ndio vitabu hivi vinaingia kwenye hii kanuni inayosema laisa fil kutubi sab'ati hadithun mardudun wa in kana dha'ifa, hakuna hadithi yoyote katika vitabu hivi 7 yenye kurejeshwa wa in kana dha'ifa, hata kama ni dhaifu. Nini maana ya kauli hii? Maana ya kauli hii haimaanishi kwamba kwenye vitabu hivi hakuna hadithi sahihi, hakuna hadithi dhaifu. Tamam. Maana ya kauli hii haimaanishi kwamba kwenye vitabu hivi hakuna hadithi ambayo ni dhaifu. Zipo, lakini maamulun bihi, ni hadithi dhaifu zenye kufanywa kazi. Sawa, ni hadithi dhaifu zenye kufanywa kazi, kwa maana zinaingia katika zile hadithi dhaifu zenye kufanywa kazi. Sawa. Na maana ya mardudun si kwamba si dhaifu imehukumiwa kwa ni sahihi, hapana, ni dhaifu lakini inafanywa kazi. Tamam. Hakadha. Kwa kuna istilahi nyingine ya ulama ya kuita al-kutubu sab'a. Sawa, wanaposema al-kutubu sab'a kwa maana wanaiongezea Sahih ibn Hibban katika al-kutubu as-sitta. Tamam. Hakadha. Anasema Sheikh, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, tunamwomba Allah ambaye utakasifu ni wake wa ta'ala na siku zote ni mtukufu, an yanfa bihadha almuallafi, atunufaishe kupitia kitabu hichi, wa an yaj'alahu khalisan, na akijalie kuwa ni chenye kutakasika, liwajhihi alkarim, liwajhihi alkarim, kwa ajili ya kupata radhi zake tukufu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad, na ateremshe rehma na amani ala sayyidina Muhammad, kwa bwana wetu Muhammad, wa ala alihi, na kwa watu wake wa sahabi na kwa masahaba zake, walhamdulillahi rabbil alamin, na kila jinsi ya sifa njema na mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika, subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta ala nafsik, subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ujanja wetu wala kwa hila zetu, ametuwafikia leo tumemaliza kitabu chetu hichi, na inshallah ta'ala tujiandae na vitabu vingine vinavyokuja katika somo letu la mustalah. Tamam. Kama kuna chochote ambacho tumekisahau ndani ya kitabu hichi au tumekipita na hakijakuwa wazi, au kuna mushkil, au kuna mtu pia anataka tuzindue sehemu ambayo tulighafilika, basi inshallah ta'ala masomo haya mustalah yataendelea katika chaneli yetu hii. Sehemu yoyote kutakapokuwa na mulahadha tutaambizana kwenye kupitia comment, lakini pia namba zetu pia zipo. Sawa. Kisha huo mulahadha tutaufahamisha katika masomo mengine yatakayoendelea kwenye vitabu vingine. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-afwa minkum.